Na asante sana. Mimi naitwa Rashid Rai au kiongozi Rai ndo nilikuwa maarufu zaidi. Ni katibu mkuu wa Alliance for Africa Farmers Party ngazi ya taifa. Na kama ulivyosema hapa ni ofisi yetu ya makao makuu ya chama. Ipo mtaa wa Maunda. Hii ni Tandika, kata ya Tandika hii, wilaya Temeke, mkoa wa Dar es Salaam. Karibuni sana. Shukrani sana. Sasa pengine mtazamo wa chama cha AAFP kuhusiana na ile kauli ya no reforms no election, nyinyi mko upande gani? Swali lako zuri, lakini tunaweza tukalitengeneza vizuri ili iweze nipate majibu mazuri. Upande katika siasa hakuna upande. Upande katika siasa ni katika chama changu. Upande ambao nipo mimi ni wa AFP. Kwa nini? Kwa sababu niweke vizuri kidogo record vizuri. Chama cha siasa kinaundwa na sheria. Kinaundwa na katiba. Sasa miongozo yote inayowapa mamlaka vyama vya siasa kufanya shughuli zake inatokana na katiba. Ndio maana kwenye ibara ya 3 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa mwaka 77 imesema pale kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi ya kijamaa, ya kidemokrasia na ya kijamaa, ya kujitegemea yenye kufuata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Kwa hiyo utaona pale ndio nchi imetamka katika katiba yake kwamba nchi hii sasa kutoka mwaka 1992 na kuelekea mpaka leo 2025 kwamba nchi hii itakuwa ni ya kidemokrasia lakini inayofuata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Ndio maana sisi tupo. Lakini vyama vya siasa vimewekewa sheria. Vyama vya siasa vimewekewa sheria au utaratibu wa hivi vyama namna vinavyotakiwa kufanya kazi zake. Si nchi kwamba tunasema misimamo, si msimamo tu. Misimamo ipo lakini misimamo inayofuata utaratibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria. Sasa katika utaratibu uliowekwa kwa sheria zetu za hapa nyumbani Tanzania ni kwamba chama cha siasa kinapaswa kwanza kuwapa watu katika hicho chama kwa maana wanachama wake wale kuwa na uhuru wa kujiunga na hicho chama. Raia katika hii nchi au wananchi katika nchi hii wana hiari yao kujiunga na chama cha siasa. Kwa hiyo sasa maana yake ni nini? Wale ambao wamekubali kujiunga ndio hao katika katiba yetu ya chama tukasema sisi tunaanzisha chama cha siasa kwa ajili ya madhumuni ya kutafuta serikali, kuongoza serikali. Lakini tunataka kuongoza serikali kupitia uchaguzi. Kwa hiyo maana yake tutapata nafasi ya kuiongoza serikali kupitia uchaguzi. Sasa misimamo ya chama inaweza ikatofautiana mtazamo tu, yani muonekano kwamba wewe unataka kushika serikali kufanya nini. Kwa hiyo ukisema hiyo misimamo yako ikoje, mimi nitakwambia misimamo yangu ya kwa nini tunataka serikali. Lakini siwezi kuambia misimamo yangu ya no reform no election msimamo wako ni nini. Msimamo wangu mimi ni katibu mkuu wa chama cha siasa. Na kazi ya chama cha siasa ni kutafuta dola. Na dola haipatikani kwa mapanga, haipatikani kwa mashoka, haipatikani kwa kuandamana, haipatikani kwa kuingia msituni, wala haipatikani kwa misimamo. Dola inapatikana kwa uchaguzi. Uchaguzi ambao umewekwa kwa mujibu wa sheria katika nchi zote duniani na kwamba ikifika wakati fulani kwa mfano Tanzania tumekubaliana kwamba uongozi wetu utakuwa unadumu kwa kila baada ya miaka 5. Kwa hiyo kila baada ya miaka 5 Watanzania wanajua kutakuwa na uchaguzi kila baada ya miaka 5. Kwa hiyo kama katika kata yao diwani wao ambao walikuwa naye kwa miaka 5 iliyopita kama wameona amefanya kazi kwa kiwango ambacho wao wamekipenda wanaweza na akaitokeza hata kuomba tena wanaweza kumpa tena. Kama wameona huyo diwani au mbunge au hata rais kwamba kazi alizofanya kwa miaka 5 hazikuwapendeza kwao, hawakuona kama kulikuwa na tija ya uwepo wake katika nafasi ya uongozi, wanafanya mabadiliko. Ndio maana mabadiliko. Ndio maana sisi chama chetu tunaamini katika mabadiliko. Tumesema mabadiliko ni lazima. Mabadiliko ni mpango wa Mungu. Hakuna mtu anaweza kukataa. Sasa hii no reform wamebadilisha wachofanya hapo, wamezungumzia kizungu tu. Hiyo reform kizungu, lakini Kiswahili chake ni mabadiliko ambayo sisi tumeweka kwenye katiba yetu toka mwaka 2009 wakati chama kinasajiliwa. Tumesajiliwa tarehe 3 mwezi wa 11 mwaka 2009 ndio tumepata usajili wa kudumu. Lakini tumesajiliwa chini ya katiba yetu ya chama ambayo ndani yake msajili anaona ipo sehemu imeandikwa slogan yetu sisi, yani kauli mbiu yetu, mabadiliko ni lazima. Kwa hiyo hawa no reform no election na wenyewe kwa sehemu watakuwa wamekopi tu katika baadhi ya mambo, kwa sababu na sisi labda niseme tuna bahati mbaya hiyo.
Sisi uchaguzi wa mwaka 2010 tulitoka na kauli mbiu kwamba tuko kikazi zaidi. Tupo kikazi zaidi. Wenzetu wakaja wakasema hapa kazi tu. Wamekopi ile lakini wakaiongezea tu kama mwendo kidogo, ikaonekana kama ni kitu kingine kipya fulani. Lakini hata tuliposema sisi tunasajili chama cha wakulima, wakati huo kabla tujapata usajili wa kudumu, likatangulia neno linaitwa kilimo kwanza. Yote ilikuwa ni katika namna ya kuweza kuplay baadhi ya mambo yetu. Lakini sasa najibu sasa swali la msingi sasa. Sisi msimamo wa chama chetu, kwanza tunaamini katika uchaguzi. Asimamie shetani, asimamie malaika, asimamie mtu, asimamie mdudu wa aina yote. Lakini sisi tunaamini uchaguzi ndio peke yake mnaweza mkafanya mabadiliko ya uongozi katika nchi yetu. Lakini kinachozungumzwa zaidi hasa na vyama vingine vya siasa, kama tuchukulie mfano chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wao wanadai kwamba yasipofanyika mabadiliko wao hawatafanya uchaguzi. Sasa ndo maana mwanzoni nikakuuliza mwanzoni mwa swali langu kwamba nyinyi mko sehemu gani kuhusiana na hii kauli ya no reforms no election, na nyinyi kuna mabadiliko ambayo nyinyi mnahisi yanatakiwa yafanyike, aidha isipofanyika mtasusia uchaguzi. Sasa hapo umezungumza vizuri, sasa umetaja na chama ambacho kimesema hivyo. Ndio pale mwanzo nilijaribu nikuweke kiporo, nilijua utakuja kutokea tu hapo. Iko hivi, ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa haki ya uhuru wa mawazo kwa kila Mtanzania, na vile vile imeweka zuio kuingilia, ni marufuku, ni haramu, ni mwiko kuingilia mawazo ya mtu mwingine. Kauli ya Chadema ya no reform no election, kwangu mimi naona ni sehemu ya wao kufaidi haki yao ya kikatiba ya kutoa maoni yao. Sasa katiba inatoa haki ya uhuru wa maoni kwa kila Mtanzania. Lakini ukiwa kiongozi wa chama cha siasa, ukitoa maoni yanageuka yale maoni hayawi sasa ya wewe binafsi kama katiba inasema, yanakuwa ni maoni ya chama chako. Lakini msingi wake mkubwa ni maoni yale. Kwa hiyo Chadema wao maoni yao wanaona bila kufanyika kwa mabadiliko hakuna uchaguzi. Wao ni maoni yao wameweka na wana sababu zao. Sasa mimi siwezi kusema moja kwa moja kwamba mimi naunga mkono maoni yao. Kwa sababu gani? Kwa sababu swala la mabadiliko mimi ndio damu yangu, mimi nilivyo, ekolojia yangu mimi ni mabadiliko. Lakini uwepo wa vyama vya siasa vya upinzani asili yake ni kwenda kufanya mabadiliko. Kwa hiyo ukiwa chama cha siasa na hujapata serikali, kuunda serikali, upo nje ya serikali, yule aliyeunda serikali anaitwa chama tawala, nyinyi mliobaki nje ambao hamjaunda serikali, wote nyinyi mpo kwa ajili ya kutaka mabadiliko. Lakini pengine kila kitu kutokea kuna sababu. Na unahisi ni sababu gani ambayo imepelekea pengine Chadema kuja na hiyo kauli ya kwamba pasipotokea mabadiliko basi hakuna uchaguzi? Kwa sababu mimi kwa mawazo yangu mimi ninachokiona ni kwamba kwenye chaguzi ambazo zimeshapita hawaridhishwi pengine na yale ambayo yanatokea, au hawaamini katika vile ambavyo wao wanaviona. Ndio maana wameamua kuja na kauli hii. Au wewe mtazamo wako ni upi kwenye kauli kama hii ya no reforms no election? Sasa hapa pana mambo mawili. Kwanza pana mambo ya nini wamewaza Chadema mpaka kuja na hiyo hoja. Labda mambo gani mabaya au ambayo wao hawajaridhika nayo au hayaridhishi katika mifumo ya uchaguzi ambayo wao wana ushahidi nayo, wamekuja hiyo hoja. Sasa hiyo ukimpata Mnyika anaweza kukusaidia kwa sababu yeye atazungumza vizuri kwa sababu ndio katibu mkuu wa chama. Kimfuata Tundu Lissu atazungumza vizuri sababu ndio mwenyekiti. Yaani ukifuata Chadema utapata majibu mazuri. Ila sasa kwa mimi najibu ni hivi. Ukisikiliza sio tu Chadema na wengine wote ambao wanazungumzia changamoto zilizopo katika uchaguzi wa Tanzania, wanazungumzia juu ya uwepo wa tume huru ya uchaguzi. Watu wengi, wadau wengi wa siasa, vyama vingi vya siasa vinaona kabisa kwamba kuna shida katika mifumo ya uchaguzi, hasa namna ya tume huru ya uchaguzi ilivyo kwa mujibu wa sheria za hapa nyumbani. Kwa nini wanasema? Kwa sababu tume inachaguliwa na rais, na huyo rais ni mwenyekiti wa chama fulani na yeye ni mgombea. Kwa hiyo wanaona kwamba haki ina nafasi ndogo sana ya kutendeka, kwa sababu kama mtu ambaye ndio ametoa huo uteuzi, mtu ambaye ndio amefanya huyo mwenyekiti wa tume awe na mamlaka kwenye tume, huyo mkurugenzi awe na mamlaka kwenye tume, ndio huyo na yeye kwenye kinyang'anyiro yupo, wadau wengi wanaamini kabisa kwamba katika mazingira kama hayo kupatikana haki inakuwa kidogo ni shida. Kwa lugha rahisi tunasema ni wewe unakuwa mchezaji na wewe tena unakuwa mwamuzi. Kwa hiyo inakuwa hivyo. Lakini sasa turudi nyuma katika historia ya nchi yetu tangu mfumo huu wa vyama tena. Baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 95, uchaguzi wa kwanza baada ya kuundwa
vyama vingi vya siasa, vyama vingi vya upinzani. Mwaka 95 baada ya uchaguzi, kilio cha kwanza kilichosikika kwa wadau wa uchaguzi na vyama vya siasa vya wakati ule ni kwamba kuna uhitaji mkubwa wa kupatikana katiba katika hii nchi. Kwa nini? Kwa sababu katiba iliyopo ya mwaka 77 ni katiba ambayo tumerithi, tumeama nayo kutoka katika mfumo wa chama kimoja kuja katika mfumo. Kwa hiyo wadau wanasema kuendelea na uchaguzi katika mazingira ya katiba ile ile ya chama kimoja na wakati sasa ni mfumo wa vyama vingi, kuna shida kubwa inatokeza. Kwa hiyo hoja ya madai ya katiba yakaongezeka, maana yake yalikuwa kutoka kabla ya uwepo wa vyama vingi. Maana vyama vingi na wenyewe ujio wake ulitokana na madai ya chini kwa chini ya mabadiliko ya katiba. Utakumbuka kuna wakati fulani kulikuwa na wabunge walifika mpaka 50 na walikuwa wanazungumzia habari ya kupata uhuru wa Tanganyika, kwamba hii nchi zimeungana mbili, Zanzibar na Tanganyika, kwa nini serikali ya Tanganyika haipo na nini. Kulikuwa na vuguvugu kubwa wakati wa Mzee Hassan Mwinyi na wakati wa Mwalimu. Mifumo ya uchaguzi bado haina haki vizuri, kwa sababu katiba yetu haina uwezo mkubwa sana wa kutambua haki nyingi kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa. Sehemu kubwa ya katiba inaonekana inaongozwa na mifumo ya chama kimoja. Mwaka 93 tulipodai nguvu haikuwa kubwa, lakini baadaye akaanza tukaingia uchaguzi unaofuata kwa maana 95 mwaka 2000. Sasa mwaka 2000 madai yakaendelea baada ya uchaguzi, yani tukafanya uchaguzi, lakini baada ya kuisha uchaguzi madai yakarudi pale. Hoja ni nini? Hoja ni tume huru ya uchaguzi. Kikaongezeka kitu cha pili. Kwa hiyo mwanzo ilikuwa ni katiba tu, kwamba katiba tumeama nayo katika chama kimoja na sasa ni vyama vingi tupate katiba mpya. Lakini mwaka 2000 ikaongezeka, si katiba mpya tu, lazima tupate tume huru ya uchaguzi, kwa sababu hatuwezi kwenda na tume ambayo inateuliwa na mtu mmoja kama nilivyosema awali. Sasa mwaka 2000 ikawa mbaya zaidi. Madai yalikwenda mbali zaidi mpaka kufikia hatua ya watu kupoteza maisha, kwa sababu maandamano ya chama cha wananchi CUF yalisababisha vurugu kubwa sana mwaka 2001. Watu wakafa, nafikiri zaidi ya watu 70 na kitu walikufa, wengine wakakimbilia huko Shimoni Mombasa, wengine wako ughaibuni, mpaka leo walikimbia nchi kutokana na ile vurugu. Kwa hiyo hali ikawa ngumu zaidi. Lakini nini hoja kubwa ambayo ilisimama mpaka kuleta hiyo vurugu? Ni juu ya kupatikana kwa tume huru ya uchaguzi na katiba mpya. Sasa tukirudi hapo kwenye katiba mpya, katiba ambayo tunayo ni ya mwaka 77. Ndio. Wakati huo kulikuwa na mfumo tu wa chama kimoja kabla ya kuja kwa vyama vingi. Tayari usharejeshwa mfumo wa vyama vingi mwaka 92 na uchaguzi mkuu kafanyika mwaka 95. Kwa nini wao serikali iliyokuwa madarakani haikuona kuna sababu ya kutengeneza katiba ili hivi vyama na vyenyewe vishuhudie uzinduzi wa katiba mpya, tuache katiba ambayo ilikuwepo zamani ambayo ilikuwa ya chama kimoja? Pengine kuna kitu gani ambacho nyinyi mnaweza mkawa mnakiona katikati hapo? Ni swali zuri sana. Kitu ambacho kipo katikati kwenye swali lako la msingi ni kwamba kwanza sisi viongozi wa vyama vya siasa na vyama vyetu bado tulikosa kuwa na kitu maalum ambacho kama ndio shida, yani sawa mtu kama mgonjwa, tulikuwa bado hatujagundua tunataka nini. Watu wengi wanaelewa, ukiwaambia hivyo utakuta wanakosa kuelewa na tafasiri zinakuwa nyingi. Lakini huo ndio kweli. Kwa vipi? Hoja zile zilipokuwa zinaendelea, serikali si kama ilikaa kimya. Walikuwa wanajua madai ni madai. Na mara nyingi madai yanapokuja, haya ni madai yanayohusu nchi. Si jambo la mara moja mtu mkadai kikundi mkadai na siku ya pili yake ikatokea matokeo kwamba madai haya matokeo ni haya hapa. Matokeo ni hapa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinakuwa na muda. Na ndio maana Mzee Mwinyi aliunda kamati maalum kutafuta ukweli kuhusu madai yaliyo mezani. Ilikuwa si ya jenerali, alitembea nchi nzima. Lakini Mzee Mkapa katika wakati wake wa uongozi pia aliunda kamati. Alipewa mzee Kisanga, Jaji Kisanga, kamati ya Jaji Kisanga. Nayo ilitembea nchi nzima kwenda kupata maoni ya wananchi juu ya hayo madai ya katiba na hayo mambo ya tume huru ya uchaguzi na mambo kadhaa ambayo watu wengi walikuwa wameyaingiza katika madai yao. Lakini rais wa awamu ya 4, hii awamu ya 6 ndio rais wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, madai yale yakawa, kwa sababu kila uchaguzi unapokwisha madai hayo yakawa yanaendelea kujitokeza. Kila uchaguzi unapokwisha madai yanaendelea kujitokeza. Mwaka 2013 14 12 kuanzia 2010 Mzee Kikwete akakubaliana na maoni ya wadau wengi wanaozungumzia juu ya umuhimu wa kupata katiba ya nchi. Na mchakato ukaanza. Ikaundwa sheria inaitwa sheria ya mabadiliko ya katiba. Ikaundwa sheria nyingine inaitwa Referendum Act ambayo ilikuwa ni sheria ya kura ya maoni. Katika sheria hiyo ya mabadiliko ya katiba
ikamwezesha rais kuunda tena tume ya Mzee Warioba. Akamteua Mzee Warioba kuwa mwenyekiti wa tume ya taifa tume ya mabadiliko ya katiba. Ile tume ikafanya shughuli zake ya kuchukua maoni nchi nzima juu ya katiba wanayoitaka wa Tanzania. Mzee Warioba na kamati yake, tume yake, wakafanya kazi nchi nzima, na mavitabu mimi hapa matani ya vitabu ya utafiti ya mambo mengi tumeanda vitu gani, kwa vitu vingi maoni ambao waliyapata kutokana na sample mbalimbali ambazo walizitumia kupata hayo maoni. Ikafika hatua ikakubalika kwamba lazima mchakato wa katiba uwepo, yani hiyo kazi lazima ifanyike. Mwaka 2014 baada ya Mzee Warioba kumaliza kazi yake ya kupata maoni kutoka kwa wananchi, akaja na kitu kinaitwa rasimu ya katiba ya mwaka 2014. Rasimu ya katiba, yani baada ya kuchukua maoni kwa wananchi, tume ikatengeneza rasimu, yani mfano wa katiba ambayo wao tume waliona ikifuata huo mfumo itakuwa, yani iwe ni kama ile katiba ile rasimu ya katiba iwe kama mwongozo kwa chombo kinachokwenda kuunda hiyo katiba, yani iwasaidie kupata angalau yani wasema zero draft ile kama mfanano zero draft, kwamba wananchi wamesema wanataka serikali tatu, wengine wamesema wanataka serikali mbili, wengine wamesema wanataka serikali moja, wengine, lakini maoni ya tume tumeona hivi na hivi na hivi na hivi, kila kitu wanachozungumzia wananchi wamesema hivi na hivi na hivi, maoni yetu sisi ni haya. Kwa hiyo wale maoni yao sasa wakakusanya wakaweka kwenye rasimu ya katiba ya mwaka 2014. Ile rasimu kikawa ndio kitaendelea kazi kikubwa cha kwanza kwenda kwenye bunge la katiba, kwa sababu baada ya hapo likaundwa bunge la katiba, ambapo na mimi pia nilipata bahati ya kuteuliwa na Mheshimiwa Rais kwenda kwenye bunge la katiba kule mwaka 2014. Tulipokwenda kwenye 2014 kwenye bunge la katiba, na jibu lako la msingi vizuri na Watanzania waelewe kwamba hapo sasa maana yake kwamba kile kilio cha wadau wa siasa, wanasiasa na wananchi ambao walikuwa wanaona kuna umuhimu wa kufanya mabadiliko ya katiba, kuna umuhimu nchi ipate katiba mpya, kuna umuhimu tupate mabadiliko ya tume ya uchaguzi na mambo mengine. Sasa serikali ikakubali kufanya huo mchakato uendelee, uanzishwe huo mchakato na ifike mahali tupate katiba. Tumefanya kazi kwenye bunge la katiba zaidi ya siku 80, yani miezi mitatu sio kidogo. Lakini bahati mbaya zaidi, wakati tunaendelea huo mchakato wa kutengeneza katiba, sasa tunakaribia mwisho mwaka 2014. Kumbuka 2014 15 tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu. Ikaja hoja nyingine mpya kutoka kwetu wenyewe wapinzani kwamba kwa nini serikali Mheshimiwa Kikwete aendelee na muda kidogo, tufanye kwanza uchaguzi, tukishafanya uchaguzi alafu tuje tumalizie mchakato. Yaani wakaona kama mchakato sasa ama hatuwezi kupata labda hali ambayo walikuwa wanafikiria, ama sijui kuliingia na mdudu gani, kukaingia na hiyo dhambi ikaja ikatuingia hiyo dhambi kwamba wakaanza kuharibu ule mchakato. Lakini katika mvutano wa yale mambo muhimu ambayo yalikuwa kwenye katiba, na jambo la msingi sana ambalo lilituletea shida, kwa sababu sisi watu wengi tulikwenda wanasiasa, hoja kubwa ilikuwa ni Tume ya Taifa ya Uchaguzi, kumbuka. Lakini tumefika kwenye bunge la katiba kuunda katiba, hoja ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi ikawa ni hoja ya pili, hoja ambayo sasa ikaenda ikatuvuna wote, ikatutoa katika hoja hizo za msingi ambazo tulikuwa tangu mwanzo, hoja ambazo zilikwenda ziliua mpaka na watu kwa Zanzibar. Tukaja na hoja nyingine mpya kabisa ya muundo wa serikali ya Tanzania, yani muundo wa serikali, kwamba serikali ya Jamhuri ya Tanzania muundo wake uwe vipi. Kuna ambao walikuwa msimamo wao kuwa na serikali tatu, kuwa na serikali ya Tanganyika, kuwa na serikali ya Zanzibar na kuwa na serikali ya shirikisho. Na hivyo ndivyo mapendekezo ya ile katiba, ile rasimu ya Mzee Warioba ndio ilikuwa hivyo. Kwa hiyo kuna watu wasema kwa sababu Mzee Warioba amesema hivi, na kuna wengine walikuwa wanaona basi wanasema kwenye katiba ya Warioba imesema kwamba nchi iwe na hii, kwa hiyo sisi tunataka ile katiba ya Warioba, japokuwa hakuna kitu kinachoitwa katiba ya Warioba, hakuna. Ile ilikuwa ni rasimu. Sasa wanasiasa tukahama kwenye reli ya kudai hiyo katiba tupate na hiyo tume ya uchaguzi, tukahamia kwenye hoja ya muundo wa serikali. Tulipoingia kwenye hoja ya muundo wa serikali, mvutano ukawa mkubwa kwenye bunge. Na kumbuka bunge ile 80% na kitu ilikuwa ni wa Chama cha Mapinduzi. Sisi tulikwenda yani kutoka vyama vya upinzani na zile asasi za kiraia na wote ambao wana mitazamo ya kiupinzani, bado tukawa hatufiki hata nusu au robo ya wabunge wote kwenye bunge.
hoja ile ambayo mapendekezo ya kutaka lazima iwe nchi ya serikali tatu ikaonekana kuwa ngumu upande wetu. Kwa hiyo kifupi ikaonekana sisi tunaelemewa, hatuna namna ya kuweza kupasua, sababu mwisho wa siku mtakwenda mtapiga kura, na mkipiga kura kwa sababu kura itakuwa itaamua kwa idadi ya watu, mchakato ule ukawa na shida. Shida ilipozidi kuwepo, bahati mbaya zaidi Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ndio wao wakajenga hoja kwenye bunge ya kufanyaje kususia ule mchakato wa katiba. Wakaamua kutoka kwenye bunge, tukibakiza kama wiki moja mbili tu kumaliza ule mchakato. Sasa baada ya kutoka wao, sisi tulibaki kwa sababu tuliona kama tushafanya kazi kubwa sana, tulibakisha kitu kidogo tu, na mgogoro ambao ulikuwa unatubadilisha sana, yani mpaka umetuletea shida ni hapo kwenye muundo wa serikali. Mimi niliwaambia wenzangu, kutokana na mazingira yalivyo na hii katiba tumeidai kwa muda mrefu, tumedai muda mrefu sana. Watu wengi wakubwa wanasema wale wa mwanzo, kina Mzee Chipaka, kina Mtikila, kina nani, wamedai, wengine walifungwa, wengine wakachukua hatua. Tumefika mahala mchakato umewekwa mezani kwa ajili ya kushughulikia. Tushughulikie tutakavyoshughulikia, tupate tutakavyopata, vile ambavyo vitabaki tutaendelea kudai. Tukiamua kushusha basi tunaharibu mchakato wote. Tukiharibu mchakato wote, kupata tena kiongozi wa nchi ambaye anaweza akawa na mawazo kama aliyokuwa nayo mzee huyu wa Msoga, inaweza ikawa shida, inaweza ikawa changamoto. Kwa hiyo cha kufanya, tukubaliane na matokeo haya, tupambane nao watu wa CCM ndani kwenye bunge, watakaoungana nao wao, tukubaliane nao. Jamani sikilizeni, si shida serikali tatu, hilo tuliache kwanza. Tusimame kwenye hii na tume ya uchaguzi wa taifa. Tukisimama huko vizuri, tutakuwa tumepata tume, tumekosa hiyo serikali tatu. Tukishatoka, tutaendelea kudai. Wenzetu wao kwa wanajua sana, wao chama chao ni kikubwa, wana uwezo, wana wabunge wengi kwenye bunge. Kumbuka mimi nimekwenda pale, si chama changu hakina mbunge, hakina diwani. Kwa hiyo sisi tukaonekana sisi ni vyama njaa, tukaonekana sisi hatujui siasa, wakaamua kutoka. Ndio hiyo ikaomba wewe ukao, kama wewe kusikia kitu inaitwa ukawa. Sasa naomba nilazie tu kwa sababu umetaka lazima wapate watu faida. Walipotoka ukawa, wao sasa wakawa upande mmoja wanaamini kwamba kwa nguvu namna walipotengeneza na jinsi walivyojipanga, na kwa sababu walikuwa na katetesi kwamba kuna mkubwa mmoja atatoka kwenye CCM huko, atatoka atakuja huko kwao, na ndivyo ilikuwa. Mzee Lowassa akatoka, wakawa wana 100% kwamba nchi watachukua. Kwa hiyo hata kama mchakato utaharibika hakuna shida, wakishachukua nchi watatengeneza huko mbele. Ikawa kinyume chake, wameingia kwenye ukawa. Kweli kazi imefanyika kubwa, wamepata kura nyingi, lakini hatukufanikiwa kutangazwa kupata nchi vyama vya upinzani, tukabaki pale pale. Sasa mchakato ule umeharibikia pale, kuharibika ule mchakato, lakini hatua tuliyofikia ilikuwa kubwa. Kwa mfano hiyo tume ya uchaguzi unayosikia ambayo sasa hivi imeundua sheria, tumetengeneza sisi kwenye katiba inayopendekezwa, kwa sababu tulifika mpaka kwenye hatua ya kutengeneza katiba inayopendekezwa. Huko tumeweka kamati ya uteuzi wa hiyo tume, kwamba tulipungue ile hali ya isiyo tu rais akaamka akasema la wewe ni kitu cha tume. Tukasema tuweke utaratibu. Utaratibu ni upi? Tuunde kamati maalum. Watu wataomba kwenye hiyo kamati, majina yatakuwa kuanzia 3 na kuendelea, watachujwa huko. Wakishachujwa hiyo kamati ndio itapeleka majina yasiyopungua angalau 3 kwa mheshimiwa rais, kwamba hawa wote wana sifa ya kuwa mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi. Alafu rais atachagua mmoja kati ya hao 3 ambao wamepita kwenye huo mchakato kule kuwa mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi. Hiyo ushahidi ipo ibara maalum, tumeweka hiyo tume, hiyo kamati. Leo imeundwa sheria ya tume ya taifa ya uchaguzi. Katika hiyo sheria ile kamati imewekwa, lakini kamati iliyowekwa ndio ile ambayo si tulidesign kwenye hii katiba inayopendekezwa. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba sio kwamba madai haya ya kufanywa, madai yalifanywa kazi, lakini sisi ile mchakato tukaenda tukauharibu, na kuharibu ile mchakato CCM na wenyewe kaona wamepata nafuu, kwa sababu yaliyomo kwenye katiba inayopendekezwa mengi yao mengine kwa CCM ilikuwa ni kabali na ilikuwa tumepiga hatua. Kwa mfano kwenye katiba hii inayopendekezwa ibara ya 90 tumeweka humu haki ya kufungua shauri mahakamani kupinga matokeo ya rais. Yaani katiba hii inayopendekezwa tungikubali tukaendelea mpaka mwisho, ikapigwa kura wananchi wakasema ndio, leo tunakwenda kwenye uchaguzi wa mwaka 2025, tungikuwa tuna uhuru, tuna haki ya kwenda mahakamani kufungua shauri kupinga matokeo ya rais. Lakini hivyo sasa katiba ya mwaka 77 haitupi haki, wala sheria haitupi haki. Tume ya taifa ya uchaguzi ikishamtangaza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, haturuhusiwi kwenda mahakamani. Wanaruhusiwa kwenda wabunge na madiwani, lakini kwenye katiba yetu tuliweka, na kazi tulifanya kwenye bunge kuondoka kususia mchakato wa katiba mwaka 2014. Hiyo dhambi ndio dhambi inayotuendelea kutafuna mpaka leo. Mimi inaniumiza sana. Inaniumiza kwa sababu
Kwanza mchakato huu wa katiba ulitumia pesa nyingi sana za nchi. Yaani pesa ambazo tungeweza kujenga hospitali nyingi au zahanati au madarasa au vitu gani, tungeweza kutoa huduma nyingi kwa wananchi, tukazitumia kwa ajili ya mchakato. Kwanza ile tume ya Warioba, hiyo kamati ya hiyo tume ya Warioba imetumia pesa nyingi sana. Haya, bunge la katiba limetumia pesa nyingi sana. Lakini matokeo yake tumekwenda dakika 15 za mwisho wa mchezo, watu wakatoka kwenye bunge, mchakato ukaribika. Lakini leo miaka 9 baada yake, leo tena tunazungumzia tena madai ya katiba, tunazungumzia baada ya tume ya uchaguzi. Mimi ndio maana nikasema mimi nachukulia kwamba haya ni kama sehemu ya maoni ya baadhi ya vyama vinavyoona inafaa, na ni haki yao kuwa na maoni ya namna hiyo. Lakini mimi nikifikiri sana kwa upande wa pili, naona kwamba kuna dhambi fulani tulifanya, ile dhambi ndio inatutafuna leo. Leo tunazungumzia sasa kupata tume huru ya uchaguzi, tunazungumzia uchaguzi labda uchaguzi wa mbele ili tuipe nafasi mamlaka kutengeneza tena labda mifumo mingine. Lakini mabadiliko yamefanyika hapo katikati mengi tukifanya mabadiliko. Mabadiliko hayo yote yanaonekana kama hayawezi kutuletea matokeo. Lakini hatuna namna nyingine. Kama mifumo tunachagua sisi kupata uongozi wetu ni kwa mfumo wa uchaguzi, hata kusema hakuna uchaguzi, unatakiwa hiyo hoja isiwe hoja ya chama kimoja, iwe ni hoja ya kitaifa.